Mnasihi na mwalimu wangu Socrates pale alipopaswa azungumze kwa muhtasari wa yote anayoyajua, kwa sababu yeye alikuwa ni miongoni mwa watu wanaosadikika kuwa ni wenye ujiniazi mkubwa sana na hekima kubwa sana, si tu mjini kwao Athens, lakini pia duniani kote. Sasa alipopaswa aelezee muhtasari wa mambo yote aliyojifunza katika maisha yake, Socrates alisema, sasa najua hakuna ninachokijua. Na hatimaye akahitimisha kwa kusema, hekima ni zaidi ya yote kujua kwamba hakuna unachokijua. Kwa vyovyote vile inavyoweza kuonekana jibu hili kuwa ni la kipumbavu kiasi gani, lakini cha kuvutia hapa ni kwamba huo ndio ulikuwa mtazamo wa mhekima na mwanafikara mkubwa zaidi duniani. Sina hakika na pengine sitaweza kukuahidi kwamba kwa kufuatilia mjadala huu utafikia hatua hiyo ya kufikiri kwamba wewe umeshakuwa mjinga kama ambavyo Socrates alivyofikiri. Lakini walau cha umuhimu hapa ni kwamba kujua kama hujui ni kujua kuwa hujui, au unaweza kurahisisha zaidi kwa kusema kuto kujua ni kujua kama unajua haujui. Kumbe kujua kuwa haujui ni mwanzo wa kuyaelewa mambo mbalimbali bila kukandosha mjadala huu. Na hivi wakati unatafakari hilo, hebu kidogo ni uchekeshe moyo wako kwa kuyatazama maneno ya mtu mwenye hekima zaidi na tajiri zaidi duniani. Si mwingine ni Mfalme Suleiman bin Daudi bin Yese. Mfalme huyu alipopaswa atoe neno la muhtasari kuhusu maisha yake na maisha tu kwa ujumla, baada ya kufaidi kila aina ya raha, utajiri, mali, ufahamu, maarifa na hekima hapa duniani, alisema, maisha haya hapa duniani ni kama unafukuza upepo tu. Mwisho wa siku huna chochote utakachoondoka nacho. Kwa maneno yake mwenyewe anasema, maisha ni upumbavu au pasua kichwa na kufukuza upepo tu. Kwake yeye Mfalme Suleiman, mtu mwenye hekima huyu na tajiri, maisha ni upumbavu na pasua kichwa. Maisha ni bure kabisa. Iwe Mfalme Suleiman anathubutu kutuambia kwamba maisha haya hayana maana yoyote, ama anatuambia vinginevyo, lakini jambo kubwa na lenye faida hapa analotuachia ni kwamba hata uwe na utajiri na mali kiasi gani, hata uwe na ufahamu na uelewa kiasi gani, hata uwe na hekima kiasi gani, kuyatafuta majawabu ya maswali haya matano ya msingi wa mwanadamu sio masihara wala sio utani. Na wewe upo kwenye safari hiyo katika mjadala huu, si kwa masihara wala utani. Na hivi kuyaelewa haya inahitajika umakinifu wako, inahitajika attention yako. Kumbuka, chochote kitakachopata attention yako kitakupata wewe pia. Nitafurahi sana kama mjadala huu utapata attention yako na hatimaye ukakupata na wewe pia. Na hivi ni kusihi sana, kama wanafikara hawa wakubwa wawili na wanahekima hawa wakubwa wawili, Socrates sanjari na Mfalme Suleiman, wanajiona wajinga, maana yake ni kwamba kitu wanachotufundisha hapa, ili uweze kuzielewa kweli mbalimbali zilizojificha, unapaswa wewe mwenyewe kujiona mjinga. Kujiona mjinga maana yake, ama maana nyingine, ni hali ya unyenyekevu. Usipokuwa na hali ya unyenyekevu, ni vigumu, karibia haiwezekani wewe ukaweza kupokea mafundisho. Ninajua umejifunza mambo mengi, unayajua mambo mengi wakati mwingine, na pengine bila shaka unayajua mambo mengi kuliko watu wengi, au niwe mwazi, unayajua mambo mengi kuliko mimi. Lakini una cha kujifunza katika mjadala wetu huu wa ufikara. Nitoe simulizi moja. Mwanafikara mmoja wa India anaitwa Osho. Anasema siku moja
alitembelea kwenye fukwe ya bahari. Baada ya kuwa ametulia kwenye fukwe ya bahari, alishangaa kuona maji yakitoka katika maziwa na maji yakitoka katika mito, hata ile mito midogo yakitiririka kuelekea baharini. Alijiuliza Bwana Osho kwamba kwa nini maji yatoke sehemu ambayo maji hayako mengi kwenye mto, halafu yaende baharini ambako maji ni mengi. Alijiuliza sana. Hakupata jibu la moja kwa moja, lakini alipata jibu la kufikiri. Akafikiri kwa kusema hivi, ninafikiri maji yanatiririka kutoka kwenye mito na kutoka kwenye maziwa na kuja kwenye bahari ambako maji ni mengi kuliko huko kwenye maziwa na mito yanakotoka, kwa sababu Osho anasema bahari iko chini. Na hivi maji yanatiririka kutoka kwenye mito na maziwa kuja kwenye bahari kwa sababu bahari iko chini. Akasema kwamba ili uweze kuyaelewa mambo mbalimbali na kweli mbalimbali, unapaswa kuwa chini. Ili uweze kupokea vitu hata kutoka kwenye watu unaodhani ni wadogo ama watoto, basi unapaswa kuwa chini. Tazama, bahari yenye maji mengi inapokea maji kutoka kwenye mito ambayo ni midogo, lakini kwa sababu bahari iko chini. Osho anasema kwamba ni kwa sababu hiyo bahari iko chini. Na bahari kuwa chini maana yake, kadiri yake, ni kwamba ni hali ya kujishusha. Na hali ya kujishusha ndiyo hiyo tunaita unyenyekevu. Unyenyekevu ni neno ambalo kwa Kiingereza huitwa humility. Kwa bahati nzuri nimepata bahati ya kusoma kitabu cha Wahindu. Ni kama Biblia yao, naweza kusema hivyo. Kinaitwa Bhagavad Gita. Katika kitabu hiki cha Bhagavad Gita kuna virtues kwa Kiswahili ni kama maadili, au naweza kusema kama ni fadhila, au ni kama vitu vizuri ambavyo mwanadamu anapaswa kuvifanya na kuviishi ili mwanadamu huyo aweze kutengeneza urafiki kwenye Biblia na Mungu. Sasa kwenye Bhagavad Gita kuna hizo virtues ama hizo fadhila naweza kuziita, ama hayo matendo ya mtu mwema 20 ambayo mtu huyo akiyatenda atachuma hekima. Na katika hizo virtues namba 1 ni unyenyekevu, humility. Na hivi kumbe kwenye Bhagavad Gita inasema kwamba huwezi kuyaelewa mambo ya msingi, kweli mbalimbali duniani kama hautakuwa na unyenyekevu. Hiyo Bhagavad Gita inasema hivi. Kwa hiyo hizi virtues zote, fadhila zote hizi, ili uweze kuziishi, utu wema, ukarimu, upendo na kadhalika, kama hauna unyenyekevu itakuwa vigumu na karibia haiwezekani wewe kujifunza mambo hayo. Na neno humility kwenye Kiingereza sasa linatokana na neno humus ambalo ni neno la Kilatini, na humus maana yake ni samadi, ni ile mbolea ambayo inatokana kwa mimea au viumbe hai kuwa vimeoza na kutengeneza ile mbolea ya asili ambayo tunaitumia. Sasa maana yake humus ni kuwa chini, ni kama vumbi hivi. Kumbe maana ambayo Osho aligundua alipotafakari katika shauri na simulizi la bahari kupokea maji kutoka kwenye mito, kwamba kwa sababu bahari iko chini, na maana hiyo inaoneshwa kwa kuliangalia neno humility ambalo ni chanzo chake ni humus, kwamba ni kuwa chini, kujishusha. Na hivi nakusihi sana, najua unayafahamu mambo mengi, lakini kama utaamua kujishusha na kuyaelewa yale ambayo nitaenda kuyajadili katika safari hii ya ufikara, tunapoangazia maswali haya 5 ya msingi wa mwanadamu,
basi bila shaka utanufaika sana. Basi nikutakie safari njema ya kuelekea sasa kuyatazama maswali haya 5 ya msingi wa mwanadamu, kuanzia swali la kwanza mpaka swali la mwisho. Asante sana.